ikawa imebidi yule mtoto anakaa transformer mpaka muda huu yupo la 7. Lakini yule mtoto sasa hivi alivyomchukua yule mama, akawa akanipa taarifa huyu mtoto kawa na mapepo. Kwanza cha kwanza nilisema hivi kwamba akifika darasa la 6 aandike mtihani wa kujifelisha. Kusudi mimi pesa za kumwendeleza sina. Nikakaa sasa nikajiuliza, huyu mama alinihurumia maisha yangu, ahurumia watoto wangu, achukue kuwasomesha watoto. Leo hii mwanangu kafika la 6, anamwambia aandike mtihani wa kujifelisha, atampa kazi ya kuuza hoteli mnadani, au la sivyo ashone cherehani kwake akimaliza shule. Darasa la 7 hataki maendelezo. Basi mimi sijamjibu yote, nikamshukuru Mungu, nikasema basi Mungu atamsimamia mwanangu. Basi naona nimetoka kwenye changamoto hiyo. Nikawa siku wa siku akaja shemeji yangu kutoka Mwanza ambaye mdogo wake na marehemu. Akamchukua Musa. Aniambia naomba huyu mtoto niachie na mimi nimlee. Nikisha mlea huyu mtoto nitamsomesha shule, aje kusaidia wewe au mimi. Yule mtoto kamchukua mwezi wa 6 mwaka majuzi. Akasema tutakuwa tunawasiliana kwenye simu, akaniachia namba. Ule Mwanza sitambui Mwanza ni sehemu gani. Kwa hiyo yule mtoto mpaka sasa hivi najiuliza changamoto ya yule mtoto kapelekwa wapi. Sasa hivi yule shemeji yangu anakuaga ni mvuvi wa dagaa. Anafanya biashara ya dagaa, anavua dagaa na Bukoba. Ila anaishi Mwanza. Sasa hivi yule mtoto wangu kutoka tumewasiliana naye kwenye simu ni mwezi wa 9 mwaka juzi, mwaka waliomchukua. Mwaka wa majuzi. Mwaka jana akasema basi nitakuwa namleta kwenye likizo. Mtoto yule mpaka leo haletwi. Sasa hivi nikiwapigia simu wanakuwa wanakata simu au wapokea simu wanasema mimi nipo Bukoba. Ukimpigia mwanamke anasema mimi sipo. Kwa hiyo imekuwa changamoto ni hivyo kutoka kipindi hicho mpaka leo hii nimezungumza na mtoto mara moja mpaka leo. Sasa na mimi yote nimesema hivi kwa kuwa nimeokoka. Nimtumikie Bwana Yesu kwa mapito niliyopitia. Ndio. Mpaka kufikia hatua hii nikaja nikabeba ujauzito, nimepata bwana wa pili. Tukaanza kuishi naye, akasema hawa watoto takulelea. Nimebeba ujauzito kutoka mwaka 2024, ulikuwa mwezi wa 8. 2024 mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Nimekaa kidogo, nikaanza kliniki. Kwa baadaye ilipofikisha miezi 3, mimba ikapotea. Mimba ikawa imepotea. Imepotea. Ikawa imepotea, nikawa nasikia kama kitu kinacheza mgongoni. Sehemu za ilipotea kwa maana ya kutoka au ilipotea kwa maana ilipotea mgongoni, yani ilizungushwa mgongoni. Ndio. Mgongoni kule nikawa nasikia kama kitu kinacheza sehemu za ubavuni. Mkono wa kulia, mkono wa kushoto. Basi naona mume wangu akawa akasema hivi kwamba wewe ni mtapeli sana. Wewe ni mwanamke ambaye uliochoka naona kuzaa. Akawa anaambia ndugu zake, mimi nimeoa huyu mtoto, mwanamke ni mzee, naona ni mtapeli sana, anamburuyanda tu ambaye akachoka kuzaa. Kwa hiyo kaka, unakuwa kama hujazaliwa mjini, oa mwanamke mwingine. Naona mimi pale wakati huo ndo mimba imekosekana. Baadaye akajirudi yule baba, akasema hivi sasa twende kwa mganga Mwanza Road. Tukaanza kuzunguka kwa mganga kabla sijaokoka. Ndio. Tumezunguka kwa mganga, kanipeleka, ikaonekana ujauzito upo kwenye mgongoni. Umezunguka mgongo. Umezunguka mgongo. Paka ufukuziwe kwanza mabaya unayo, cha pili ndio ifunguliwe ujauzito. Naona yule mganga akaanza kuwa ananitenga nyungu, kila siku nikienda natengwa nyungu. Kuja kutamaki tumbo likawa linageuka. Tumbo linakuwa hivyo likubwa, lakini kitu kinachezea mgongoni, kanda za ubavuni. Basi ikawa yule mganga alivyoona tumbo linageuka akaniambia, hapana mama, labda unataka kwenda kujifungua. Nikasema hapana, siwezi kujifungua na kati sijafikisha miezi. Akaniambia basi rudi nyumbani. Nikarudi nyumbani.
Akaja tukakaa tena na mume wangu akasema twende basi kanda za magereza kuna mganga, tukaenda. Na kwenye akasema hivyo hivyo. Yule baba akasema sasa mimi kwenye pesa na hapa tuna maisha magumu. Tunahangaikia kula. Tunahangaikia watoto. Unaona sasa hapa mimi sina hela, hapa nilipo mimi ni mkimiza daladala tu ya baskeli na kupata vibarua. Sasa hapa cha msingi nenda kwa dada yako sehemu za Ulambo. Nikaondoka kwenda sehemu za Ulambo Ulambo Chipuugu. Nimefika kule akasema sasa uko na kwenyewe nenda kaangalie kwa waganga kule. Kaenda kuangalia nikamwambia ni hivyo hivyo tu hivi kwamba ujauzito kweli unao lakini umezungushwa mpaka utolewe. Unazunguka wakati huo kwa waganga wa kienyeji? Wakati huo nazunguka kwa waganga wa kienyeji. Mganga wa ngapi huyo? Watatu? Nikawa nimefikisha kama waganga 6. 6. Sasa niliporudi nyumbani nilikuwa natumia dawa za kunywa. Nilikuwa natumia dawa za kuoga. Lakini nikaona tatizo lipo pale pale. Naona mume wangu akasema hivi kwamba sasa mimi nimechoka. Wewe ni mtapeli mkubwa. Hauna ujauzito na mburuyanda au na jini. Nikasema mimi naamini hata kama nina maisha magumu, kama mwanaume kanipata kuishi naye, kutengeneza mji na kunilelea watoto, siwezi kusema uongo. Mimi najisikia kama nina ujauzito lakini siuelewi hata mimi. Basi ikaonekana hivi kwamba inatakiwa wewe uokoke. Ukisha okoka tena tuokoke mimi na wewe. Mwanaume ndo anakuambia. Nikamwambia sawa. Basi naona mkutano wa kwanza kabisa ulikuwa kwa mchungaji Rashidi. Ndio. Nikaanza kuhudhuria mkutano huko ukapita. Kanisa hili wakati linapojengwa, lipoisha, ulikuwepo mkutano wa kwanza. Nikaja mkutano wa pili huu kwenye kanisa hili, nikaja na kwenyewe nikawa nahudhuria mikutano. Nikatoka kwenye mkutano huu nikaenda kwenye kanisa tena, ukawa mkutano tena mwingine wa Kanani. Nikawa nikahudhuria mkutano wa Kanani maili 5. Basi akasema sasa kati ya mikutano hizi katika kanisa hizo ulizozunguka, ananiambia mume wangu basi chagua kanisa utaosalia. Tuwe tunasali pamoja. Nikasema sawa. Tena nakuomba mimi nina maisha magumu, sina baba, sina mama. Ndugu zangu wananyanyasa na wewe ndugu zako wanakunyanyasa. Kwa hiyo hapa tushikamane. Nikasema sawa. Akasema hivi kwamba tena naomba mimi katika wanawake wote nilipoishi nao sijawahi kuzaa. Wewe nimekuchukua kama mtu mkubwa una watoto. Nimepita wanawake wangapi? Ni wengi. Ambaye na nyumba nyingi nilizozipita. Kwa hiyo Mungu kanileta kwako. Nilikuwa naomba toba kwa Mungu. Mimi nikija kupata mtoto kupitia kwako, anipe Mungu awe mtoto wa kike, mtoto wa kiume, nitamshukuru Mungu sana. Ila nitaweka hazina hii nitaiweka, nitanunua mbuzi nifanye sherehe. Basi akaweka mume wangu hazina hiyo. Basi tulipofikia sasa hatua ya kuchagua kanisa, nikawa tumeanza kusalia kanisa la Kanani maili 5. Tumesali. Basi nikafikia hatua wale wa kanisani nilivyoelezea machangamoto nilizopitia, usikana ujauzito na maisha niliyopitia. Wakawa wamenitolea shilingi 2,000 hivyo adhibitishe ujauzito. Je, anao? Wakawa wamenipa 2,000. Nikaja nikapima hospitali ndogo hizi za mitaani. Nimepima kama karatasi 4. Nikamwambia ujauzito bado hujakaa sawa. Akasema basi wewe endelea na maombi, endelea na kusali. Nikawa nimeendelea kusali kanisa la Kanani. Mwenzangu akakataa kusali. Akasema mimi siwezi kukuwa na sali mimi na wewe. Kwanza haufanani na wewe na mimi. Naona changamoto nyingi sana nilizopitia kupitia huyu mwanaume. Basi nikawa nimeendelea kusali kuja kufikia hatua nikawa nasikia kitu kinacheza mbele sasa. Naona kuna picha. Niliomba majirani pesa, nikasema hapana. Mimi nimeambiwa mburuyanda, mimi nimeambiwa nina jini tumboni, au mimi ni maraya sana niliojaza uchafu wa wanaume. Nikamwambia mume wangu, ungekuwa unajua mimi nisingeokota madumu kama ningekuwa na mwanaume wa maana wa kunitunza. Lakini mume wangu hajaamini. Katika maneno alikuwa ananiambia, ikabidi mimi nikawa nimemwamini Mungu. Siku wa siku nikafunguliwa. Nikaomba majirani pesa, wakanichangia.
Nikasema sasa ili neno alikuwa anasema nimebeba jini au mburuyanda, niende nikapime zahanati ambayo hospitali kubwa ya Ipuli. Kwenda kupima, dokta nikatoa pesa zile nilizochangiwa. Nikaenda kupima, nilivyomaliza kupima basi kitu nilichokuja kukiona akaniambia, dokta, inuka ukione kitu ulichokuja kupima. Nikakaa kitandani. Nilivyokaa kitandani kuangalia kwenye kioo, nikaona huyu mtoto anacheza kwenye kizazi. Nikasema asante Mungu, umenifungua katika mapito niliyopitia, katika manyanyaso. Niliambiwa mimi ni mtapeli wa pesa. Unaona? Basi nimebeba mburuyanda, nimebeba jini. Na kuomba Mungu unifungue katika kifungo hiki. Kama ni jini aliyolitamka mume wangu, mzalilishe. Amenitangaza katika mtaa wote. Anaokutana nao anasema hili kwanza litapeli, janamke hili limenitapeli, nirudie pesa zangu 200,000, 300,000. Nilikuwa namhudumia kwa waganga, namhudumia kula. Unaona? Basi kwanza wewe ni kapuku wa mwisho ambaye wewe unasema maskini usiojiweza kununua dagaa wala kununua samaki wala nyama. Wewe ni kapuku wa mwisho ambaye unaojilamba matembele mamboga mboga kila siku. Nikasema Mungu, naomba unifungue katika kifungo, umzalilishe huyu baba, kama mburuyanda uitoe na uninyanyue kimaisha yangu katika changamoto niliyopitia. Na mpaka sasa hivi nasema asante Mungu kwa kuniokoa katika mapito niliyopitia, kwa kunilinda, kwa kunifungua vifungo. Mpaka leo hii nalea mtoto huyu ambaye anaitwa Neema, niliyomuita jina la Neema, neema ya Mungu. Amina, ubarikiwe sana. Amina. Ulisema kwamba toka ulipobeba ujauzito mwaka 2024. Mwaka 2024. Mpaka huyu mtoto amekuja kujifungua nimejifungua mwaka huu mwezi wa kwanza tarehe 26 mwishoni. Ni miaka karibia mingapi hapo imepita? Imepita miaka 2 nyuma. Mimba imekaa ndani miaka 2. Miaka 2 nani tumboni. Aisee, pole sana. Asante. Hizo changamoto na mpaka unampata mtoto, alipopatikana mtoto, ulipojifungua, baba wa mtoto alikutafuta tena? Baba wa mtoto siku hiyo aliletwa na Mungu. Siku nilikuwa naumwa uchungu.